Sheria 10 za kuishi kama mpambanaji katika dunia hii ngumu. Kabla hujaondoka au kuskip, baki nami mpaka mwisho. Maneno haya si ya kukuburudisha, ni ya kubadilisha namna unavyojiona, unavyofikiria na unavyoishi. Ukielewa haya leo, hutatembea tena kama mtu wa kawaida. Hebu useme ukweli na nafsi yako. Dunia haijajengwa kwa ajili ya wapole kupita kiasi. Haijajengwa kwa ajili ya wanaoongoja huruma. Imejengwa kwa ajili ya wanaosimama, wanaobeba maumivu na wanaokataa kukata tamaa. Kama unataka kuishi, sio tu kusurvive, bali kushinda. Hizi hapa ni sheria 10 za kuishi kama mpambanaji wa kweli. Kabla tujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom, kwa sababu hapa tunajenga watu wasiolegea kiakili. 1. Kubali kwamba maisha si ya haki. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya nguvu. Maisha hayakudai yawe sawa. Ukisubiri yawe ya haki, utasubiri milele. Mpambanaji hachoki kulalamika. Anatafuta namna ya kushinda hata kwenye uwanja mbovu. Ukikubali ukweli huu mapema, unaacha kuwa mlalamikaji na unakuwa mtengeneza njia. Hapo ndipo nguvu yako halisi inaanza. 2. Usitarajie msaada, jiandae kujisaidia. Wengi watakuahidi, wachache watasimama. Mpambanaji hajengi ndoto kwa ahadi za watu. Anajenga kwa mikono yake, akili yake na uvumilivu wake. Ukisaidiwa, shukuru, lakini ukiwa peke yako, endelea. Siku utakapojifunza kusimama bila kushikwa mkono, ndiyo siku hakuna mtu atakayekuweka chini tena. 3. Maumivu ni sehemu ya mafunzo, si adhabu. Kila pigo linakujenga, kila kushindwa kuna kufundisha. Mpambanaji halalamikii maumivu, anayatumia kama silaha ya kukomaa. Kama haikuumiza, haikukubadilisha. Maumivu ya leo ni misuli ya kesho. Bila maumivu, hakuna nguvu. 4. Usiruhusu mazingira ya leo yaamue hatima yako. Ulipozaliwa si kosa lako. Utakapoishia ni jukumu lako. Mpambanaji hutoka gizani, lakini habaki gizani. Usiache historia yako ikupe maagizo. Wewe ndiye unayeandika sura inayofuata. 5. Jifunze kukaa peke yako bila kuvunjika. Upweke utakuja. Wakati mwingine utabaki wewe na ndoto zako tu. Mpambanaji hutumia upweke kujijenga, sio kujionea huruma. Ukijifunza kukaa peke yako, hutatetemeshwa na kuondoka wa watu. Upweke si adui, ni chumba cha maandalizi ya watu wakubwa. 6. Dhibiti ulimi wako na hasira zako. Maneno yanaweza kukuinua au kukumaliza. Mpambanaji hasemi kila anachohisi, anafikiria kabla ya kuzungumza. Ukidhibiti hisia zako, unadhibiti mwelekeo wa maisha yako. Mtu anayejitawala hawezi kutawaliwa na dunia. 7. Nidhamu ni silaha yako ya siri. Motisha huja na kuondoka, lakini nidhamu hubaki. Mpambanaji hachukui hatua kwa sababu ana mood, anachukua hatua kwa sababu ameamua. Ndiyo maana hushinda hata siku ambazo hana nguvu. Kile unachokifanya siku usiyojisikia ndicho kinachokujenga kuliko vyote. 8. Usijipime kwa kasi ya mtu mwingine. Kila mtu ana mapambano yake. Mpambanaji haonei wirivu safari ya mtu mwingine. Anazingatia hatua yake inayofuata. Polepole lakini thabiti ni hatari kuliko haraka bila mwelekeo. Endelea. Hata kama ni hatua moja kwa siku, bado unamshinda anayesimama. 9. Linda akili yako kuliko chochote. Kile unachokisikia, unachokiona na unachojiambia ndicho kinachokuunga. Mpambanaji hachukui kila sauti kama kweli. Analinda akili yake kama silaha ya thamani. Ukishinda vita ya akili, maisha yote yanakufuata. 10. Usikate tamaa hata ukichoka. Kuna tofauti kati ya kuchoka na kushindwa. Mpambanaji anaweza kupumzika, lakini haachi. Kama bado unapumzika, bado una nafasi ya kushinda. Kushinda si kutokuchoka,
ni kuendelea hata umechoka. Na sasa sehemu muhimu zaidi. Mpambanaji hachaguliwi na mazingira. Anajiumba mwenyewe kupitia maamuzi magumu. Dunia itajaribu kukuvunja. Watu watakucheka. Maisha yatakupiga. Lakini ukisimama kila mara, sio lazima uwe na nguvu nyingi. Inatosha kukataa kukata tamaa. Kumbuka, hujazaliwa mpambanaji. Unakuwa mpambanaji kila siku unapochagua kuendelea.